Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Baada ya maneno kuwa ni mengi, viongozi wa Yanga wameamua kuweza kufanya maamuzi ya haraka na ya mapema baada ya mashabiki wa klabu hiyo kutokuridhishwa na kiwango cha kocha ambaye amekuwa na kikosi kwa takriban zaidi ya miezi mitatu. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Romain Folz, ambaye alikuja kwa ajili ya kuweza kukinoa kikosi hicho, lakini mbinu zake zimeonekana kugonga mwamba. Mpira ambao anaucheza umeonekana kutoweza kuwavutia mashabiki pamoja na viongozi, wakiweza kusema ya kwamba mpira wake ambao wanaocheza ni mpira mgumu, na wanaona huko mbele ambapo ligi ikiamua kuchanganya sasa, wanaona kabisa watakokwenda si kuzuri. Hivyo basi wameamua kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni maamuzi yenye tija kwao pamoja na mashabiki wao, ambapo wameamua kuweza kuachana na kocha huyo. Sasa nani ambaye anakuja kuweza kubeba mikoba ya kocha Romain Folz ambaye hajadumu hata nusu ya msimu kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans? Sasa kocha mpya inaelezwa kwamba tayari amepatikana na utambulisho wake unakwenda kufanyika hii leo. Ni kocha gani huyo? Utakwenda kumjua hapa, CV yake, ametokea wapi, amefanya kazi sehemu ipi na hipi, ana uwezo gani. Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata hapa katika taarifa hii ambayo nimekusogezea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine, wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans, baada ya kelele kuwa nyingi kweli kweli kutoka mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga baada ya kutoweza kuvutiwa na namna ambavyo soka linapigwa. Wengine wanasema ni kwamba ni soka gimbi, soka gumu, soka lisiloeleweka kutoka kocha Romain Folz. Hivyo basi wananchi wakawa wanapiga kelele wakitaka uongozi umfukuze aliyekuwa ama kocha wao huyo Romain Folz ili waweze kutafuta mbadala mwingine. Viongozi wa Yanga wakakaa kimya kwa muda wakiweza kulitafakari nani kwa muda huu anaweza kuchukua mikoba ya Romain Folz, ambaye anaonekana kutokuwa na ushawishi kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga. Hivyo basi ikaonekana ni moja kati ya makocha ambao wanaweza kuchukua mikoba yake. Hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni raia wa Madagascar, unaona bana, ambaye anatajwa kuja kumalizana na kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, kwa mujibu wa taarifa ambavyo inaeleza kwenye vyanzo vingi vya habari, ambapo inaelezwa kwamba kocha huyo raia wa Madagascar anaitwa Lamodi Lakatour Dambe, ambapo inasemekana kwamba kocha wa timu ya taifa Madagascar anatua ndani ya kikosi cha klabu ya Young Africans, ambapo anakuja kukinoa kikosi hicho kuchukua nafasi ya Mfaransa Romain Folz baada ya kutokuwa na mchezo mzuri, licha kupoteza mchezo wowote kwenye kikosi cha Yanga, lakini Yanga hawajavutiwa na kile ambacho kinachoonekana. Unaambiwa anaitwa Lamodi
Lakatobrad, kocha aliyeing'arisha Madagascar kwenye michuano ya CHAN kwa kumaliza nafasi ya pili huku akicheza soka la kuvutia. Yupo kwenye mazungumzo na klabu ya soka Young Africans na tayari inaelezwa kwamba kila kitu kimekamilika, na ameonyesha dhamira kubwa ya kuchukua nafasi ya kocha Romain Folz, ambaye kwa sasa klabu hiyo ni swala la muda tu watatoa taarifa kuhusiana na kuvunja kwake mkataba na kocha Romain Folz. Hivyo basi tayari Yanga wamekubaliana kila kitu, na Romodi inaelezwa kwamba atatua Jumamosi ya wiki hii kuanza kuja kuchukua nafasi hiyo, pamoja na kusaini mikataba ya kuweza kujiunga na kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo kusaini mkataba wa miaka 2. Kwa upande mwingine, Romain Folz atapewa barua ya kufutwa kazi kuanzia sasa, baada ya kile kilichoonekana kushindwa kumudu yale ambayo yanayoendelea, ambapo uongozi wa Yanga umepanga kumpa mkataba ambao uliopo mezani wa miaka 2, ambapo uongozi wa Yanga pia upo tayari kufuata taratibu za kumalizana na Madagascar kwenye mkataba wa miaka 2 wa kocha huyo, kwa sababu kocha tayari alikuwa na mkataba na klabu hiyo alikuwa na mkataba na timu ya taifa ya Madagascar ambao ulikuwa bado na miaka 2. Kwa hiyo Yanga wanafanya mpango waweze kuweza kuvunja mkataba huo kwa kuwalipa Madagascar kwa kile ambacho wameweza kukiweka bayana. Kwa hiyo swala la Romain Folz ndio pengine kibarua chake kinaishia hapa, na pengine inakuwa ni namna nyingine tena kwa Yanga kuangalia namna ambavyo wao wenyewe wanaweza wakacheza soka lenye burudani nzuri na ya kuvutia zaidi, ambapo kila mmoja akiweza kushuhudia kile ambacho Yanga wanakwenda nacho. Inaonekana Yanga wako tayari kuweza kuhakikisha wanapata kile ambacho kinachotakikana kwa sababu ya ubora wa kocha huyu, ambapo wanaona kabisa wana kitu cha ziada cha kuweza kufanya kuhakikisha kila kitu kinaweza endelea vizuri. Lakini anaandika mchambuzi Hans Laffer kupitia ukurasa wake wa Instagram, anaandika kwa kusema kwamba anasema kwamba update, it is over kati ya Yanga na Romain Folz. Yanga tayari wamekubaliana kila kitu na Lomodi, na muda wote kuanzia leo atatoa bongo kusaini mkataba wa miaka 2, na upande mwingine Romain Folz atapewa barua ya kufutwa kazi muda wote kuanzia sasa. Baada ya international break, Yanga watakuja na pila katuni kutoka Madagascar kwa Romodi. Niko hapa kuthibitisha hilo, ameandika mchambuzi Hans Laffer kwa kile ambacho yeye amekwenda kukitizama na kukifanyia uchambuzi zaidi kwenye kile ambacho kinaonekana. Unaweza kushuhudia mambo mengi ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Yanga wanaonekana kutoweza kufurahishwa na yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi chao, ndio maana wanafanya jitihada za kila namna kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Kwa sasa pengine tusubiri kuweza kuona maamuzi gani ambayo yatakayoendelea kwenye haya ambayo yaliyopo kwa sasa juu ya hapa nazungumzia kocha huyu Romodi, ambapo yupo tayari kuanza maisha ya ukocha ndani ya Dar es Salaam. Tusubiri kwa kuweza kuona utambulisho wake, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment